Kama ambavyo nimesema, mechi hii inapigwa katika uwanja wa Amani hapa Zanzibar, na wenyeji wetu ni watu wa Zanzibar kabisa, ambaye hujawahi hata kumfikiria kama yupo kiumbe wa aina hiyo. Kwa hiyo basi, ndugu zangu wa Zanzibari, niwaambie tu ya kwamba tarehe 20 mnakwenda kushuhudia kila kitu kipya katika uwanja wa New Amani Complex. Hii sio mechi ya mtu kukosa. Hii sio mechi ya mtu kuangalia kwenye TV. Hii sio mechi ya mtu kuhadithiwa. Hii ni mechi ambayo kila mtu anatakiwa aitazame kwa macho yake ya nyama, na tarehe 20 kila mtu atakwenda kuiona Simba ninayoizungumzia hapa. Na watu wa Zanzibar na kila sababu ya kujipongeza kupata nafasi ya kuiona Simba hii ambayo kwa mara ya kwanza, ikiwa nafasi ya 4 kwa ubora Afrika, inakuja kucheza katika ardhi yenu. Maana yake ni kwamba ni heshima kubwa, ni jambo la kujivunia. Tukutane New Amani Complex tarehe 20. Mechi ni saa 10 kamili, na hili ningependa tusisitizane hasa kwa wenyeji hapa, na kwa kuwa nyie ndio wenye huu mchezo, lazima tuwekeze nguvu kukumbushana kuhusu nyinyi. Tumezoea mechi zetu hapa mara nyingi ni saa 2:15 usiku, umeshashiba vizuri bofu yako, unakuja uwanjani. Mechi hii ni saa 10 kamili jioni, jua kali linawaka, ndio mechi inapigwa. Na kwa makusudi na kwa sababu zetu tumeweka muda huo, kwa sababu muda mzuri wa mazishi waga ni saa 10. Menelewa eh? Muda mzuri wa kumzika mtu waga ni saa 10. Na sisi mida yetu yote ambao tukitaka kufanya ubaya ubwela na inatiki waga ni saa 10. Kwa saa 10 tunakwenda kuzika mtu New Amani Complex. Amani Complex, neno new toa. Amani Complex, tunakwenda kuandika kaburi la kwanza pale. Tukutane Amani Complex. Kwa hiyo tujiandae kisaikolojia, ndugu zangu. Mechi ni saa 10 kamili. Wale wanaotarajiwa kutoka Dar es Salaam na maeneo ya mbali siku ya mchezo, basi watambue kabisa mechi ni saa 10. So nafika hapa, aya, nilijuaga ile saa 2:15. Tusiishi kwa kukariri. Mechi ni saa 10 kamili jioni. Huo ndio muda wetu Simba Sports Club wa kufanya ubaya ubwela, ndio muda wetu wa kwenda kuzika watu. Kwa hiyo tukutane saa 10 kamili. Kama kawaida yetu, sisi ni watu wa heka heka, na mechi hii pamoja na kwamba tuna uwezo wa kuuza tiketi 15,000 ndani ya muda mfupi, lakini asili yetu hatuwezi kuiacha, na mjasiri haachi asili. Asili yetu ni kispika, asili yetu ni hamasa, asili yetu ni kupita kijiwe kwa kijiwe, tawi kwa tawi, kuhakikisha kwamba tunafanya hamasa. Hata tiketi zikiisha leo, lakini ratiba yetu ya hamasa iko vile vile, iko pale pale. Hivyo basi, tunatarajiwa kuanza hamasa ya mtaa kwa mtaa, tawi kwa tawi, kuanzia siku ya Alhamisi. Sijui itakuwa tarehe ngapi, lakini ni Alhamisi tarehe 18. Hamasa yetu itaanzia kwenye tawi la Mkwajuni ambalo lipo mkoa wa Kaskazini Unguja. Ni mbali kidogo kwa nyie wageni, ni mbali kidogo, lakini tutakwenda kuanzia hamasa yetu huko kwa ajili tarehe 17. Chiko umedanganya. Alhamisi ni tarehe 17. Tukitoka tawi la Mkwajuni tunakwenda tawi la Bumbwini, liko huko
mkoa wa Kaskazini Unguja. Hiyo itakuwa ni siku ya Alhamis, siku itaishia hapo. Siku ya Ijumaa tutaanza na kutoa sadaka kwa watoto yatima. Kituo umeshapata? Sawa. Kwenye kutoa msaada kwa watoto yatima tunashirikiana na Mo Dewji Foundation. Lakini Mzanzibari yoyote, Mtanzania yoyote ambaye atahitaji kujumuika nasi siku ya Ijumaa anaruhusiwa na yeye kuja na sadaka yake, tukaambatana kwa pamoja na kwenda kuwafariji watoto yatima ambao wana uhitaji. Lakini inawezekana wote tusiweze kwenda kwenye kituo kimoja. Hivyo basi wanasimba kutoka maeneo tofauti tofauti, kwenye maeneo yao, kwenye mitaa yao, kwenye matawi yao, wanaweza wakajikusanya pamoja wakaenda kutoa misaada kwenye watu wenye mahitaji maalum. Hiyo itakuwa ni siku ya kitaifa ya Simba kutoa sadaka kwenye vituo vya watoto yatima, kwenye mahospitali, kwenye watu wenye mahitaji, ili mradi kujikaribisha karibu na Mwenyezi Mungu, ili tutakayomuomba atujalie tarehe 20 tuweze kufanya vizuri. Kwa hiyo kwa hapa visiwani Zanzibar, atakayeweza kuambatana nasi ruksa, atakayeshindwa anaweza akafanya yeye binafsi, wakafanya kama tawi, wakachagua eneo lao, wakaenda kutoa sadaka yao, wakaenda kutoa msaada yao, ukiweka nia ya kwamba Mungu, nakupa sadaka, natoa sadaka hii ili Simba yangu iweze kufanya vizuri siku ya tarehe 20. Mungu anapokea, tunamfanyia mtu hapo umafia, nyama anakwenda zake finali. Kwa hili ni swala la kitaifa, kila mwana Simba, kila tawi wanapaswa kufanya hivyo siku ya Ijumaa tarehe 18. Tukimaliza kutoa msaada ama sadaka, tunaendelea na hamasa katika tawi la Mbuzini. Liko maeneo ya Mbuzini huku, kuna amsha vibaya mno huko. Tutakwenda kufanya hamasa huko kwa ajili ya kuwaita wanasimba kwa ajili ya mchezo wetu. Siku itaishia hapo Mbuzini. Jumamosi tunaamkia Mtoni Kidatu. Mtoni Kidatu iko hivi. Baada ya Mtoni Kidatu tunakwenda tawi la Mwanyanya, iko maeneo ya katikati hapa. Iko wapi? Siku ya Jumamosi tutatembelea vijiwe vya kahawa vile maarufu vya hapa mjini, ambavyo vina wanasimba tu, kwenda kuwasalimia na kualika kwenye mchezo wetu. Na kwa hapa Kajole, uwe very smart, usije ukanipeleka kwenye vijiwe vya wavimba macho, unipeleke kwenye vijiwe vya wanasimba nikazungumze na wanasimba wenzangu. Usitupeleke kwenye vijiwe vya watu ambavyo roho zao zimekunja vibaya mno baada ya Simba kuingia nusu fainali. Ndugu zanguni, kuna watu tunacheka nao tu, lakini wanaumia kuanzia utosi mpaka unyayo baada ya Simba kuingia hatua ya nusu fainali. Kwa hiyo tuwe nao makini mno, tucheke nao lakini tusiwaamini. Wanateseka kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kila wakikumbuka ya kwamba Simba ameingia nusu fainali, wanaumia pakubwa mno. Hasa hawa watu ni wakuwa nao kwa umakini. Kwa hiyo tutakwenda kutembelea vijiwe vya kahawa, lakini vile ambavyo tuna uhakika navyo ni vijiwe vya Simba Sports Club. Jumamosi tutakuwa na funga kazi kwenye tawi la Kikwajuni. Hili ndiyo tawi la kwanza la Simba Sports Club Tanzania nzima. Lilianzishwa hili, baada hapo likaja tawi la Shibam,
ambayo ndio tawi la pili, lakini tawi la kwanza kabisa ni tawi hili la Kikwajuni. Kwa hiyo siku ya tarehe 19 tutakuwa na mkutano mkubwa kabisa baina ya sisi na wanachama, mashabiki wote wa tawi hili la Kikwajuni, na matawi yote ya hapa Zanzibar mnaalikwa kwenye tawi hili la Kikwajuni kwa ajili ya funga kazi kuelekea katika mchezo wetu ambao utakuwa ni kesho yake siku ya tarehe 20. Inawezekana kwenye orodha hii tawi lako halijatajwa ama tawi lako halimo. Hiyo isikutie mashaka mwana Simba. Muhimu hapa sio kutembelea tawi fulani. Muhimu hapa ni kutembelea wana Simba. Kwa hiyo kama wewe uko karibu na tawi fulani lakini sio tawi lako, wewe njoo kwenye hilo tawi, tutakutana hapo tuzungumze pamoja. Kama ilivyo kwa Muislamu achagui msikiti, adhana ikilia hapo hapo walipo wanaingia na swali, ndivyo hivyo kwenye harakati hizi. Tawi lolote ambalo wewe mwana Simba utakuwepo, ni karibu yako, karibu hapo, tuje tuzungumze kuhusiana na Simba yetu. Kwenye hili letu ni moja, hatuishii hapa, tunataka kwenda mpaka fainali.